asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo nataka tukaweze kuingia katika lile neno liko katika Mwanzo Genesis 1 verse 26 and up to 29. Katika Mwanzo ni moja mstari wake ni wa 26 mpaka 29. Sababu tangia mwanzo Mungu ako na mpango mwema juu ya wanadamu. Na katika ule mpango mwema tutatazama kupitia neno la Bwana vile linasema katika hali ya mwanzo wa dunia kwa mwanadamu kuumbwa. Ni nini alianzia katika kwa anapakia mwanadamu kuishi katika hii dunia. Kwa Yesu asifiwe. Na mara mingi katika mambo tunayoona katika maisha yetu pengine yakopa haiendi nzuri. Sio mpango wa Mungu. Amen. Haleluya. Sababu maandiko inatuonyesha vizuri alitakia mwanzo ya kwamba Mungu amepatia mwanadamu mambo mema. Bwana Yesu asifiwe. Sababu tunasema vizuri katika Mwanzo Genesis 1 verse 26 inasema ati Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu, wakatawale samaki ya baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kitabaacho juu ya nchi. Mungu akaumba kwa mfano wa Mungu aliyemuumba, mwanaume na mwanamke aliyeumbwa. 28. Mungu akambariki. Mungu akamwambia, zaeni mkaongezeke, mkajaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kitabaacho juu ya nchi. 29. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu uli juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuonyeshe kuhusu mpango wa Mungu juu ya wanadamu. Tangia mwanzo wakati Mungu alipoumba dunia, na wakati aliona vizuri kuwe na wanadamu, wewe na mimi. Na Bwana katika 27 inatuonyesha vizuri wazo la Mungu vile vilivyo. Sababu 27 inasema vizuri sana ati Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake. Amen. Kwa hiyo ni jambo ya kwamba lilikuwa nzuri sana, sababu ya akisema mfano wa mnyama, lakini sababu yeye mwenyewe akitaka ya kwamba mwanadamu afanane na yeye, akae katika tabia kama za Mungu. Ndiposa maandiko inasema alituumba kwa mfano wake. Nadhani wakati uko na mpango mwema na mtoto wako ama katika hali ya rafiki yako, ukitaka nomata kama maisha yako imefaulu akaweze kukaa kama wewe, lakini si asikoba asubuke. Sio ndiposa pata Mungu sababu ya upendo na mpango mwema juu yetu alituumba tukuwa tumefanana na yeye. Kwa hiyo kitu kingine ninatazama pale, maandiko inasema ati yeye mwenyewe alikaa katika kuweka mwanadamu vile ya kwamba hatachoka. Kwa hiyo mwanzo wa Mungu na mwanadamu anatuonyesha alituanzia mambo mazuri na mipango mema ya kuishi katika hii dunia. Bwana Yesu asifiwe. Sababu alimwelezea na akamwambia, nimekuweka katika hii shamba la Edeni. Kitu cha kwanza utawale kitu chochote, kiumbe chochote, samaki wa baharini, wanyama, kila kitu chochote ukaweza kukitawala. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine maandiko inasema wakati aliwekwa katika ile shamba, aliwekwa shamba liko na lishe ya kwamba hatachoka. Wakati unapoteseka katika maisha yako, unaona ni kama Mungu amekupatia uteseke. Sio
Na nitakwambia sababu ni gani ya kwamba sometimes unakuta ya kwamba yale mambo basi 80% bwana ya kwamba sio ili inatupendeza kwa katika maisha yetu. Bwana ile maisha ninaishi ya kwamba sio vile mimi mwenyewe nataka. Nitakueleza sababu gani? Sababu kama mwanadamu, kama Mungu angekuwa na plan nzuri, a good plan, kama hakuwa nayo mwanzo wa kuumba mwanadamu, hangemuumba kwa mfano wa Mungu. Angemuumba kwa mfano ya kitu kingine chochote katika hii dunia. Lakini Mungu alisema mwenyewe, sababu ndiye nimejiumbia mwanadamu na muumba kwa mfano wangu. Namba 2 ya kwamba nimempea katika mahali pa kuishi lake. Bwana Yesu asifiwe. Kisha Mungu akamwelezea ya kwamba hapa ndipo ukua utakula katika ile shamba. Siku ya leo ni kufahamisha nikuambie, Shetani ndiye anakujaga na anaingia ndani yetu ya kwamba tunaharibu mipango yetu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ninataka nikuelezea vizuri sana, hakuna mwenye anaweza haribu mipango ya Mungu juu ya maisha yako ila wewe mwenyewe. Sababu Mungu mwanzo wako hata alikuumba, alikupatia katika plan zote, tangia utoto wako, tangia kwamba ujana wako, ukuja katika hali katika ndoa yako na katika uzee wako wote. Lakini kuna kitu moja tunafanya, tunaharibu plani zetu na Mungu zile ametupatia sisi wenyewe. Sababu hata Adamu ya kwamba aliumbwa wakiwa na Hawa wakati katika ile shamba, lakini wenyewe ndio waliharibu mpango wa Mungu juu ya maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mwingine aliharibu. Wangeishi hata bila kuchoka. Tungezaliwa hata hatufanyi kazi, hata hatuhangaiki na hii maisha. Huo ndio ulikuwa mpango wa Mungu. Lakini Shetani sababu kwa kile Mungu wetu ametupatia, anakuja anaingia ndani zetu. Wakati anapoingia ndani yetu, ya kwamba mipango inaanza kupanguka. Na unaharibu mpango yako na Mungu. Hivyo ndivyo Adamu unakuta kile Mungu alikuwa amempatia, nikapata kutawala wanyama. Nataka ukaweze kutazama chochote kiko katika dunia, mamlaka ya kwamba mwanadamu alikuwa amepewa akaweza kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tuongee kwa siku ya leo. Kama Mungu alikuwa amekaa mpaka wakati ule, Bwana Yesu asifiwe, hata simba ya kwamba ama ndovu anapoingia mahali kama hapa hawezi kukukula sababu na mtawala. Huo mpango uliharibiwa na nani? Sahii akiingia mahali hapa sipata sijui kama nitawaona tena. Hii Mungu alikuwa amepanga chochote, hata ile mende unaonanga unaruka. Na ni kama basi unakuta kwamba utawala ule sijui ulienda mpaka kitu kidogo, unakuta kwamba huwezi kukikontrol sababu uoga imetujaa. Na uoga inakuja sababu ya kwamba dhambi ilitangulia, uoga itakuja baadaye. Bwana Yesu asifiwe. So tunashindwa katika kukontrol sababu ya kwamba dhambi iliingia. Wakati Adam na Hawa walitenda ile dhambi, waliharibu mpango wote na Mungu. Na ninataka nikuambie siku ya leo, sababu Yeremia 29:11, Mungu bado ametunenea, akatuhurumia kwa rehema zake, akasema, kuna mahali alisema ati nitafanya agano jipya na ninyi, mimi nitakuwa kama ninawasaidia kuandamana na mimi. Lakini 29:11 inasema kwamba bado anatupatia mipango yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ile mipango anatupatia ni ya kufanya tukaweze kufaulu, ni ya kufanya tukaweze kuishi vyema, ni ya kufanya kwamba tuwe na amani katika hii dunia. Ile mpango nani anaweza haribu? Wewe peke yako tu unaweza haribu. Na wacha niwaelezee for free mwambie, watu wengi sio watu wanawaharibia mipango yao, ni wewe mwenyewe. Sababu Shetani anapoingia ndani yao, hata kama Mungu amekuwa amekupatia your destiny kaweze kuwa smoothly, unaharibu yenyewe tu. Sababu gani? Yako ile plan Mungu alikuwa amekupatia ni ya kufanya ukaweze kuishi maisha ya amani na furaha. Amen. Amen.
Hao Adamu na Hawa, wazazi wetu waliotangulia, waliharibu destiny ama katika haki ya plani yote Mungu alikuwa amepanga na mwanadamu. Alikuwa amepanga hata usiendani hiyo kazi unaenda. Alikuwa amepanga kwamba usuru unatoka. Sasa plani zote Mungu alikuwa amepanga juu ya mwanadamu. Inatuonyesha katika kitabu cha Mwanzo vile ya kwamba alikuwa amepanga na mwanadamu na ndivyo atakavyotembea na mwanadamu na vile atakavyoishi, sababu hata kifo alikuwa amekiondoa kwa mwanadamu. Sasa maisha ya uchungu, maisha ya kilio imejaa, sababu mwanadamu aliharibu mipango yake na Mungu. Nami nataka nikuambie siku ya leo, sababu ni Mungu wa rehema, alituokoa na akatoa mwanae Yesu Kristo kwa ajili yetu. Ataweza mipango ingine kutupakia kila siku ya kwamba linda katika mpango wako na Mungu, wacha kuharibu. Sababu watu wengi wanaharibu mipango yao na Mungu. Mungu anawahurumia wakati wanapookoka, anawapatia plani nzuri za kutembea katika hii maisha, lakini wanakuja wanaharibu. Kwa nini tunaharibu mipango yetu na kuona watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ndivyo anatuambia. Hebu tuangalie katika Yeremia 29 verse 11. Mwenye msaidia kufika mbele yako na inasoma. Maana najua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Maandiko inasema vizuri sana ya kwamba mawazo ya mwanadamu plan, yaani sababu ni kitu kiko ndani yake, ametupatia katika mambo mema. Hiyo mambo unaona ya kwamba unapitia pengine mazito na magumu, sio mipango ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tumepata mipango ingine yoyote iliyo kinyume na mipango ya Bwana katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Sababu ya kwamba katika kusukuka katika maisha sio mpango wa Mungu. Mungu ametuelekeza na kutuambia katika kile ametupakia. Maandiko inasema vizuri sana, ati ni mawazo ya amani mpaka dakika ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini mengine inaonekana? Kwa nini plani zingine zinaonekana ni kama ya kwamba zilikuwa za kwetu? Tumezikataa kwa jina la Yesu Kristo. Naomba ya kwamba useme nimekataa. Nimekataa, sema nimekataa. Kila mipango mingine yoyote ile ya mwanadamu ama kishetani inapangwa juu ya maisha yangu. Mipango ya magonjwa kila wakati unasumbuka, unadumu na dawa, si mpango wa Mungu. Na kama maandiko ya Mungu tunayaamini ni ya haki na kweli, ni vizuri tukaweze kujua our plan to our God, yaani ile mipango Mungu wetu ametupatia ni gani. Ndio hii. Unajua, wacha niwaelezee. Bwana Yesu asifiwe. Chochote kinaposimama, ila kama ni nyumba nzuri, ila ni ujenzi mkubwa sana, hata gari inayopelekwa barabara kabla itembee ilikaliwa chini, ikachorwa vile ya kwamba itajengwa na itaundwa, itaenda kwa factory, ipitie hapa, ipitie hapa. Kwa hivyo katika mpango kila wakati ni muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Every plan usione kama kaisini sana ni njema sana, na ni muhimu sana kwa mwanadamu. Amen. So nyumba inaposimama haiwezi toka bila plan. Lazima ya kwamba kama inaenda ghorofa 10, lazima iwe na plani nzuri na mwenye ameichora aone ya kwamba kama itafika hizo 10. Na ndipo sababu wengi wanachora, wachoraji wanalipwa pesa mingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Yule anayechora juu ya maisha yako ni Mungu, sio wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwamba amekarabika kukaa chini na kutazama katika maisha yako vile itakavyotokea. Hiki kingine kinakuja katikati ya maisha yako, kilitoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Ndoa yako kuvunjika sio mpango wa Mungu. Haleluya. Biashara yako kusambaratika sio mpango wa Mungu. Amen. Kukosa amani kwa ndoa yako sio mpango wa Mungu. Amen. Ya kwamba ni vizuri tuelewe
Bwana Yesu asifiwe. Hata huduma kama hii ya kwamba kusimama vile imesimama, ya kwamba ni Mungu ameipangia, haleluya, na anaipangia vile itakavyosimama. Na acha niwaelezee, na that plan ya kwamba anapea katika mtumishi maono ili akaweza kuibeba, akaweza kutekeleza kulingana na mapenzi ya Mungu. Hivi ndivyo mpaka Mungu ndivyo anatuwazia sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tukatae watu wa Mungu katika mipango ingine inayokuja kuingilia katika hali ya maisha yetu, sababu sio yetu. Amen. Sababu hiyo mipango ni ya kishetani. Vile ya kwamba unakuta Adamu na Hawa, Mungu alikuwa amewapatia mipango mizuri, lakini shetani akakuja akaingia kwa mmoja wao akaharibu mipango yote Mungu alikuwa amewapatia. Bwana Yesu asifiwe. Nani huyo anaingilia mipango yako na Mungu? Wacha kukubali watu waingilie mipango yako na Mungu. Na watu wa Bwana, kuna mambo mengi sana ya kwamba Mungu ametuonyesha ako na mipango juu yetu, mipango mizuri, lakini tunaruhusu watu wengine waingilie mipango yetu na Mungu. Kwamba wakati wanapoingilia wanaharibu kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunakubalia mwanadamu mwingine aliye na wivu aingilie mipango yetu na Mungu. Na mpango wako na Mungu, maandiko imetuambia vizuri sana, wazo lile Mungu ako nalo juu ya maisha yako ni hili, ati maana nayajua. Huyu ni Mungu na neno la Bwana linanena. Inena linasema ati maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya. Kwa hiyo unapoona ya kwamba kumekuwa msukosuko kwako, sio mpango wa Mungu. Wacha kuruhusu mipango ingine ikaweza kuingilia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Na ndoa inasimama kwa bibi na bwana vizuri, wanaenda vizuri sana, lakini katika ile hali ya kuwa na mipango ya kando, unaingilia watu wengine, unaona kama ni malaika, lakini ni shetani. Hata kama ni mshirika wako akiingilia ndoa yako, ya kwamba ila ni bibi ya mtu ama mwanamshana ama katika msemi mwingine, ya kwamba ameingilia ndoa yako, haleluya, juu ya kwamba ameanza kuingilia mipango ile Mungu alikuwa amewapatia mkuu wa wawili. Sababu katikati ya Adam na Hawa, shetani alikuja na akaongezea mmoja na akachua nitaharibu mipango ya Mungu juu ya maisha yenu. Bwana Yesu asifiwe. Nimekataa mimi mipango yangu na Mungu wangu alikuwa na mtu yoyote ama katika jambo lolote. Tumekataa kwa jina la Yesu Kristo. Tumekataa mipango ingine iliyo kinyume na mapenzi ya Bwana juu ya maisha yetu. Sababu katika mambo watu wanapitia ya kwamba mengine sio mipango ya Mungu. Wanaona kama ni kawaida, lakini sio mipango ya Mungu. Hata katika taifa letu kuna ile plani Mungu amepanga kwa ajili ya nchi yetu, ya kwamba unakuta serikali anaingilia, ya kwamba anaanza kuharibu mipango ya Mungu juu ya hili taifa. Tumekataa kwa jina la Yesu Kristo, sababu katika hiyo mipango inaingiliwa na watu wengine wanaingiza, ndio wataharibu destiny ya hili taifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko inasema ya kwamba sio mawazo mabaya, atikuwa nini tumaini siku zenu za mwisho. Kwa hiyo Mungu mpaka ametupea tumaini kubwa sana, kila kitu kitakuwa sawa. Lakini sasa ukiuliza watu sahi, miano imekuwa desperate kwanza siku hizi. Sababu gani? Haoni kitu chochote kitakuwa sawa katika maisha mwake. Hana tumaini tena, hata hana tumaini na hiyo biashara, hana tumaini na maisha yake, hana tumaini ya kwamba atafaulu, hana tumaini maisha itasonga zaidi ya hii mambo tunaona. Wacha nikuelezee na nikwambie siku ya leo, kubali ya kwamba wili ni ya Mungu iwe juu ya maisha yako. Na niposa mpaka Yesu mwenyewe anasema katika Matthew 6:10, mapenzi ya Mungu ikaweze kutendeka juu yetu. Sababu mapenzi ya Bwana inapotendeka, will of God inapokuwa juu yetu, kila kitu kitakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu kitakuwa sawa wakati tunapokubali mapenzi ya Bwana na mipango ya Mungu juu ya maisha yetu ikaweze kuwa juu yetu, kila kitu kitakuwa sawa. Nani ataruhusu katika mipango ya Mungu iwe juu ya maisha yake?
kando na mipango yako, kando na mipango ya watu wengine. Na ndiposa mpaka Yesu alijua wenye watakubali katika kuomba hili ombi, mapenzi ya Mungu ije juu ya maisha yao, kila kitu kitakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Siruhusu tu plani ya Mungu ikaweza ku-maintain to your life. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anasema kwamba najua kuchora sana, mambo inakuwa sawa. Na ile mambo inachora mpaka Mungu akiwa mbinguni anaona hiyo ni yako. Hiyo sio yangu. Mimi siwezi ingia katika mipango kama hiyo, sababu hujaniruhusu kukubali plani yangu juu ya maisha yako. Wacha nikwambie, wakati Yeremia aliambiwa, akitajia ukiwa tumbo la mamako, nilikujua vyema, sababu alikuwa anajua huyu mtu nimempatia nini hata kabla azaliwe. Huo ndio mpango wa Mungu. Hata wewe ndivyo nataka kuambia siku ya leo, ya kwamba kabla uzaliwe, kabla upige tumbo la mamako, kabla utoke katika hiyo tumbo, Mungu alikuwa anakufahamu na anajua mipango yote. Na nataka nikueleze hivi, tuunganishe na hii neno. Kama Yeremia aliambiwa akiwa kwa tumbo la mamake, Mungu alikuwa anamjua na alikuwa amempatia kila kitu. Hii ni mipango myema, ndio tunajua na tunachukua siku ya leo. Hiyo ndio tunaambia Mungu, tunaomba katika every plan umetupatia, tukaweza kurudi katika hali ya raini hizo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeremia anaambiwa hivi katika Yeremia 1:5, inasemaka hivi. Ndio kaweza kuelewa na kujua si ati kwamba ni Yeremia peke yake. Wewe mwenyewe siku ya leo Mungu anakufahamisha na anakuambia vizuri, na anakuambia hivi, ati neno la Bwana likamjia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nilikujua, na kabla hujatoka tumbo nilikutakaza. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia huyu toka dunia ananelewa. Kwa hiyo Mungu alikuwa anajua huyu atakuwa nabii. Kile alifanya, alianza kumtakaza. Utakazo ni kumaanisha amemwandaa katika every plan, katika kila jambo, katika kulewa kwake. Haleluya. Alikuwa amepanga kila kitu na ndipo atakuja kuwa nabii. Mungu alikuwa amempangia. Hivyo ndivyo nataka nikuelezee. That part for Yeremia ndiyo Mungu ako siku ya leo juu ya maisha yako. Amen. Sasa kuna mtu anauliza, "Pasa najua yale napitia, alafu ananiambia ni mpango wa Mungu." Nataka nikuelezee siku ya leo. For free nikwambie. Ni wewe utakubali bili ya Mungu, kuiachilia. Mungu akaweza kufanya. Na ukiachilia na uache kutokanisha, uzito wote uondoke. Umwambie Mwenyezi Mungu ya kwamba nimekubali. Lakini mipango mingine ndio nimekataa, lakini nimekubali mpango yako iwe juu ya maisha yangu. Kwa sababu uliapia Yeremia ndiye atakavyokuwa. Kwa hivyo si ati kwamba Mungu hajui katika maisha yako vile utakavyomalizia. Maandiko inasema katika Isaia ya kwamba anayejua mwanzo anajua mpaka mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo acha kujifanya ya kwamba ni kama Mungu haelewi mwisho wako. Anaelewa vizuri. So kile tunafaa tubadilishe, tukubali willing ya Mungu juu ya maisha yetu. Zaidi ya hivyo tuelewe na tujue ya kwamba tunakaa kupita willing ya Mungu, ya kwamba Mungu angetaka tuishi. Hatuona kuna mambo mengine tunaruhusu ya kwamba katika maisha yetu tunaiona ya kwamba inatembea na baadaye upigane naye. Bwana Yesu asifiwe. Shetani mpango wake ni haribu destiny yako, ni haribu mipango yote Mungu amepanga juu ya maisha yako. Atukuzwe Bwana. Haleluya. Mimi nilipokuwa katika hali ya porini, sasa hiyo nachoma makaa, na pia Mungu ni asante sababu nitie nguvu kabisa ni choma makaa kabisa, nikaweza kulia watoto hapo. Sasa nilikuwa naona ya kwamba ni kama Mungu ameniruhusu sababu amenijaza nguvu. Hata sasa hiyo nashukuru Mungu. Mungu tazama, hapa niko na nguvu. Kuna wenye hawana nguvu ya kukata makaa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaona ya kwamba naweza nashukuru Mungu. Na ninaona ya kwamba kama niko sawa. Wacha nikuelezee siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Nilipookoka na nikamkubali Kristo na akaanza kutawala katika maisha yangu.
Mungu aliniondoa katika mpango wangu na maoni yangu, akaanza kuniingiza polepole katika mpango wake. Haleluya. Hivi ndivyo nataka nikuelezee. Wakati ulipookoka, kuna mpango Mungu alianza kupanga juu ya maisha yako. Na mara mingi tuposo unaonanga, ukiwa mchanga wa kiroho, unakutaka unatii sana sauti ya Mungu na kuenenda nayo, na unakubali chochote Mungu anawaachia juu ya maisha yako. Lakini tunapotembea tunazoea uwepo wa Bwana, tunaonanga ya kwamba ni kama hatuenendi vile tunataka tunafaa. Tunaanza kutembea katika dunia vile ilivyo na mawaida ya watu. Wakati utaona ya kwamba Mungu ananena kitu juu ya maisha yako, unaanza kukiondokea juu ya kwamba umeanza kuondokea mpaka wa Mungu juu ya maisha yako. Haleluya. Atukuzwe Bwana. Sababu gani? Watu wengi Mungu mpaka ameshaiwaelekeza vile ambavyo watakuwa katika hali ya huduma na katika hali ya maisha yako. Kila mmoja ameshaika katika kudirectiwa na ndio huyu atakuwa mtumishi, huyu atakuwa hivi. Sababu mimi nilipokaa katika kusikiza Mungu ya kwamba nilianza kuingia katika mpango wa Mungu polepole, na akanifanya niwe katika hali ya kuhani wake, ya kwamba kitu sikuwa najua, sababu nilikubali mpango wa Mungu ukaweza kukubali katika maisha yangu. Sikuwa bila lazima kuwa mtumishi kama mimi. Lakini nataka nikueleze siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuta ya kwamba wewe ndio ulikuwa katika destiny helper to your family, lakini unakataa mpango wa Mungu katika njia za Bwana. Watu wengine wanaingilia mipango yako na Mungu, wanaharibu. Unakuwa mtu ya kwamba haeleweki, hajui. Unaweza kuwa kwamba mahali hapa Mungu atakufanya nabii kama Yeremia, lakini sababu tumekataa mipango ya Mungu, tunakuwa huko nyuma, hata hatueleweki tunaenda wapi. Tunakaa tukae, tumekataa kukaa tukae, tunakaa tukiwa na sababu wili ya Bwana itatimia juu ya maisha yetu, na kila mipango Mungu amepanga juu ya maisha yetu tumekataa kuzuilika katika jina la Yesu Kristo. Bila mipango ingine inachipuka day by day, ndio tutakazo katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutakataa. Amen. Amen. Unajua Israeli wakati walianza kutoka na katika maadui zao, maadui hawakuamini ya kwamba Israeli wametolewa na Mungu mahali hapa, na sababu Mungu alikuwa amepanga mipango mwema juu ya Israeli, sababu maandiko inasema anapenda Israeli sana Mungu, na akaambia kwamba ondokeni, ya kwamba muongozwe na Musa, ya kwamba nikaweze kuonyesha katika nchi mtokao ilivyo. Walianza kuona maadui wamewafuata na wakaanza kushtuka, lakini hawakutafakari Mungu amepanga nini juu ya maisha yetu hata kututoa mahali hapa. Amen. Wakaanza kushtuka, lakini maandiko inasema wakati walishtuka, Mungu akaona hawajajua kile niliwapangia. Nataka nikuambie siku ya leo, yale mambo unaona imekufuata, inakuumiza, inakaa huko unaitaka, hata inataka katika kuosesha amani, wacha kushtuka na hiyo. Kuna mipango mema nataka kutulisha siku ya leo juu yako, juu ya Mungu, vya kwamba kile amekupangia. Na hao maadui unaowaona, ukiruhusu mapenzi ya Bwana ikataka juu ya maisha yako, utaona tena. Israeli waliambiwa hivi katika Kutoka Exodus na pala hapo. Musa akawaambia watu, usiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana utakaowafanyia leo, kwa maana hawa Misri mliowaona leo hamtawaona milele tena milele. Kutoka 14 verse 13, Exodus 14 verse 13, hiyo ndio nimesoma. Maandiko inasema ati Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana utakaowafanyia leo. Wacha nikuelezee,
Kuna sehemu waliyekuwa wasikubali katika hali ya kusimama kati ya hilo jambo, ni Yakobo wakae katika ndani ya wokovu. Waone wokovu wa Bwana ndio utawapigania. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sababu hapo ndipo mapenzi ya Mungu na kazi za Mungu anazitolea juu ya maisha yako. Na wakati walisimama hivi, kwa hakika maadui hata hawakujua vile waliondoka nyuma yao. Sababu maandiko inasema vizuri sana pale, ati ya kwamba ati mtaone wokovu wa Bwana utakaowafanyia leo. Kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamutawaona tena. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nataka nikaweze katika kuombea watu mpako wa Mungu juu ya maisha yao. Na ukikubali mpako wa Mungu juu ya maisha yako, utaona ya kwamba Mungu hajakupatia mambo mabaya, amekupatia mambo mazuri. Kuna maadui wametufuata, lakini sometimes tunataka kujipigania ya kwamba haturuhusu mpaka ule Mungu ametupatia ukaweze kuwa juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kile tutafanya katika siku ya leo, tutamwambia Mungu ya kwamba mipango ya Mungu juu ya maisha yetu, ya kwamba ndio tutaruhusu zaidi ikaweza kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Tutaruhusu mpango wa Mungu kwa kanisa lake ukaweza kutawala. Tutaruhusu mpango wa Mungu juu ya taifa letu ukaweza kutawala katika jina la Yesu Kristo. Kwa nini mipango ingine inaingilia maisha yetu na sio ya kwetu? Na Mungu anasema anatuazia mawazo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Sikubali mapenzi ya Bwana ikuwe juu yetu. Wacheni wakoba mapenzi ya Bwana, wacheni mapenzi ya Mungu. Wacheni mapenzi ya Bwana. Tusome katika nikimalizia ndipo tukaweze kuomba. Nataka nikaweze kuomba na watu sababu najua kwamba kuna mambo mengine ya kwamba tutazidi kuomba mahali hapa ndani. Tutachukua muda na nataka ukaweze kujiandaa. Matthew 6 verse 10 inasemanga vizuri. Pale inasemanga ati mapenzi wacha tuanzie naye. Inasema basi ninyi zareni hivi, ati Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimie hapa duniani kama huko mbinguni. Maandiko yanasema vizuri sana, kama Yesu aliwaelekeza na wakapia mapenzi ya Bwana yatimie, sababu hiyo ndio plani ya Mungu. Mapenzi ya Mungu wacha ikaweze kutimia juu ya maisha yetu. Haleluya. Kama Mungu atakufanya kuwa kwamba wewe ni kuhani wa Bwana, hiyo ni mapenzi ya Mungu, wacha kukataa. Kama ya kwamba Mungu atakufanya katika kuwa destiny helper, katika hali ya gospel ya kwamba ukubali, wacha kukataa. Lakini wacha niwaelezee, Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengi katika nyumba zao Mungu amewateua kumfanyia Mungu kazi, lakini unakuta ya kwamba pengine wanakataza mapenzi ya Mungu yatendeke. Wacha nikwambia hatari na kuaga hivi, wakati tunapokataa wenzetu mapenzi ya Mungu itendeke juu ya maisha yao, tunasuilia. Sababu unajua kuna watu wanakuaga na ile roho ilitembelea Eve pale katika shamba la Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta kwamba watu wawili katika nyumba moja, lakini Mungu amewateua. Mmoja ameteuliwa katika hali ya kumtumikia Bwana, lakini na wewe unainuka unasema mimi huwezi kutumikia Bwana kama sijasema. Haleluya. Kuanzia dakika hiyo, wakati unapozuilia mapenzi ya Mungu tendeke juu ya maisha yetu, au unapomzuilia, hapa ndipo unaanzaga kustruggle katika maisha yako. Na watu wengi wameteseka, hata wanaombewa, hata wanaekewa mikono, hata wanajifunga, lakini kuna kitu moja wamezuilia katika maisha yao, mapenzi ya Mungu ikaweza kutimia, ili Mungu akaweza kuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi wengine unakuta kwamba watu wanakaa katika hii dunia, wanakaa ni kama hawamjui yule Mungu wanayemwabudu. Shida ni kwamba wamekataa willing ya Mungu juu ya maisha yao. Wanataka kustruggle, lakini unakuta kwamba kile kitu wana struggle, hiyo sio willing ya Mungu, hiyo sio plani ya Bwana. Haleluya. Naomba nataka kuambia siku ya leo,
sijui Mungu anaweza kufanya nini. Na ni vizuri this week naomba tu nikutume katika ombi na kuomba ukiwa makini, usikie ya kwamba kile Mungu amepanga juu ya maisha yako. Haleluya. Na Mungu amwambie Mungu ninenee, nisiwe kwamba napitia laini sio yangu. Sababu unapopitia katika ile mipango ya Bwana Mungu amepanga, na Mungu atapendezwa, atafanya kuwa na speed anointing ya kukuinua. Bwana Yesu asifiwe. Nyinyi wote mnaonitazama, hata wale wako katika hali ya Facebook, our Glory Revelation Facebook, wanaonitazama, nataka niwaambie hivi, kila mmoja ya kwamba kuna plan ile Mungu amepanga utatembelea ukiwa katika hii dunia. Na hiyo plan unapoifuata, hapo ndipo ya kwamba utatimiza chochote unataka katika hii dunia, na Mungu hapo ndipo atakubarikia, sababu yeye ni mwaminifu. Kwa hivyo tukubali katika every plan for our God to our life. Bwana Yesu asifiwe. Ikaweze kutimia. Tuache kustruggle ni kama tuelewi yeye anayetuongoza. Wakati naona kilisho hii ya Adam na Eve wamekaa katika ile shamba pia kutangazwa na shetani, walikuwa wamekaa maisha mazuri sana, walikuwa wamekaa vizuri sana ule wakati. Haleluya. Na wakati walikuwa wamekaa vizuri sana, shetani alipoingilia mipango ikapanguka. Na nataka waambie hivi, kama uko katika hali ya plani ya Bwana, tulia kabisa, mwambie Mungu, nataka nikaweze kutulia katika mpango wako. Na kama uliondoka mpango wa Bwana, mwambie Mungu akuelekeze katika hiyo mpango. Haleluya. Hapo ndipo kuna amani. Yeremia aliambiwa vizuri sana, sababu nilikufahamu na nikakujua, nitakufanya vile utakavyokuwa. Kwa hiyo shida, wakati Yeremia aliambiwa katika udogo wake atakuwa nabii, shida sio kuwa nabii kwake, shida ni kujua kwamba nisiondoke katika plani ya Mungu. Haleluya. Na wewe kama unajua kile Mungu anataka kufanya katika maisha yako, kama unajua kile Mungu amekupatia juu ya maisha yako na ameshakunenea, shida sio kuchukua hiyo. Haleluya. Shida ni ya kwamba ulinde njia zako, usiondoke katika laini ya Mungu. Sababu nakwambia, yoyote anayeondokaga katika mpango wa Mungu anaanzaga maisha ya kustruggle kila wakati. Na yoyote anayekubali kutembea katika mpango wa Mungu, unakuta ya kwamba maisha yake inanyooka kwa wepesi. Na kunakuwa kitu kinaitwa speed anointing ya kufanya akaweza kutimiza mambo kwa wepesi. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama mnanisikia siku ya leo tu Bwana. Haleluya. Ujiulize, niko kwa mpango wa Mungu ama niko kwa mpango wako? Haya mambo nafanyanga, ni kwa mpango wako ama ni kwa mpango wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tukubali mpango wa Mungu juu ya maisha yetu. Kila chochote Mungu amepanga tukubali kwa jina la Yesu Kristo. Na chochote ya kwamba kilikuwa kimetokalia na tumejua na tumeelewa siku ya leo, tumepata ufunuo ya kwamba katika hii mambo unayosoma nayo, hii maisha, hata hii taifa yetu unaona ya kwamba vile imekuwa, watu wamesema ya kwamba ukosefu wa makazi, ugumu wa kimaisha, sio mpango wa Mungu. Nataka nikwambie for free, sio mpango wa Mungu huu katika taifa letu. Hii si mpango wa Mungu. Na tumekataa mipango ya mwanadamu kuharibu mipango ya Mungu. Sababu shetani anajua kile Mungu ametuwekea mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tukaweze kusimama na miguu yetu. Na tunaposimama tunakataa, tutaanza kukataa mipango mingine yoyote. Nataka tukaweze kujipeleka mbele za Bwana. Sababu kuna mambo iliharibiwa kwa ajili mwanadamu alipokuja katika maisha yetu na akaona kile Mungu wetu ametupatia vizuri. Shetani alipoingia katika mipango ya Mungu, ya kwamba mambo ilianza kuharibika, ikaanza kuyumbayumba, ndoa ilikuwa nzuri, ikaanza kuyumbayumba, biashara ilikuwa nzuri sana, ilikuwa imeiva vizuri sana, ikaanza kuyumbayumba, sababu uliingiza wengine hawajui kile Mungu alikuwa amekupangia. Hiyo kazi Mungu alikuwa amekupea, akakwambia nitainua ili waweze kunitumikia nayo, lakini sababu ya ufu ya shetani akaanza kuingilia hiyo biashara ili ukaanza kuyumba
jina la Yesu Kristo. Asante Yesu. Tunakuja mbele zako Bwana, ili Bwana ukaweze kutufanya vile utakavyo. Bwana mwapie Mungu, ninakubali mpango wako juu ya maisha yangu.